Novemba 6. Alhamisi. Mwaka wa 2025, miongozo 7 ambayo muumini mpya anatengeneza. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mambo mengi unayofikiri ni matatizo mara nyingi hutokea kuwa si matatizo hata kidogo. Walakini kwa sababu unakosea kuona jambo ambalo sio shida kuwa shida, unaishia bila majibu ya kweli. Jambo kuu ni kuweka miongozo iliyo wazi, kwa kuwa majibu ya kweli hutokana na mambo hayo. Ndiyo maana ni lazima ufanye kila kitu kuwa 100%. Hii ina maana kutafuta 100% ya yale ambayo Mungu amekuandalia, 100% ya mpango wake kwa ajili ya shamba, na 100% ambayo inaongoza kwa uzalishaji upya na kuendelea. Unapaswa pia kufurahia miongozo 7 ambayo Kristo amekupa. Lazima ufurahie miongozo ya mlima Kalvari wa Kristo ambapo kila kitu kilimalizika msalabani kila siku. Kisha lazima ugundue misheni yako kwenye mwongozo wa mlima wa Mizeituni na utafute maombi yako kutoka kwa mwongozo wa chumba cha juu cha Marko. Zaidi ya hayo, lazima ufurahie mwongozo wa Antiokia ambapo unapata uinjilisti na misheni yako, mwongozo wa Asia ambapo unaanza kupokea mwongozo kamili wa Roho Mtakatifu, mwongozo wa Makedonia ambapo unasimama kwenye hatua ya kugeuza maisha yako, na mwongozo wa Roma ambapo unagundua miisho yako ya dunia. 1. Ratiba ya asubuhi. Kuanzia sasa lazima ubadilishe utaratibu wako wa asubuhi. Lazima ufurahie kabisa maombi ambayo huhuisha ubongo, roho na mwili wako, pamoja na maombi ya kumakinika ya 777. Unapofanya hivyo, lazima utapata burudani kubwa. 2. Mchana. Siku nzima lazima ushiriki katika maombi ya mazungumzo na Mungu juu ya kila kazi, kila mtu na kila nyanja. Haya ndiyo maombi ambayo Remnant 7 waliomba. 3. Usiku. Usiku lazima upate jibu kamili na lazima uombe hadi neno la Mungu likupe hakikisho na nguvu inayoongoza kwenye uponyaji. Kuanzia hapa ni lazima ufurahie maombi ya masaa 24, tenga muda wa kuomba maombi yenye umakini wa masaa 25 na kuunda kazi bora ya milele. Kwa njia hii, lazima ujenge Baptizan 100% kamili kupitia mwongozo, kazi na matunda ya Roho Mtakatifu. Wanafunzi wa kweli waliunda njia hii, kamwe hawakuyumba na badala yake waliwaombea wachungaji wao kupitia maombi ya masaa 24. Ombi la Agano. Mungu Baba, nisaidie nisidanganywe na matatizo ninayokabiliana nayo. Nisaidie kutengeneza miongozo ninapogundua 100% uliotayarisha. Kupitia asubuhi ya mchana, usiku, maombi ya masaa 24 na maombi ya kumakinika ya masaa 25 yanisaidie kuacha nyuma kazi bora ya milele. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.